Unajua mali nimewatoa mama Mike, si ndio? Nimewatoa from the grass huko chini. Nikawainua. I made an effort mpaka kujenga hiyo nyumba iko hapo, si ndio? Ndio tukioana niseme niko na nyumba wapi? Kwa bwanangu. Jana nikakuuliza gari iko wapi? Ukaniambia umeacha wapi? Car wash. Car wash. The same car wash. Niliteremka nikaenda kuuliza gari yangu. Wakaniambia ulichukua gari. Yule ambaye alipeleka alichukua, mlipeleka gari yangu. Mimi nikachukua gari. Nani mwingine alipeleka car wash? Mimi sikuchukua gari yote. Mimi naweza kuambia ukweli. Nyamaza Mike. Nyamaza. Mbona unafunga gate? Nyamaza. Nyamaza. Na wewe sijakupea ruhusa ya kuongea. Unajua hapa ni kwa nani? Wewe ndo nani? Unanikuza. Unakuza nani? Unanikuza mimi. Tafadhali. Ana udem. Tafadhali. Tafadhali. Ona. Mimi nitaua. Acha. Amanda. Amanda. Unaongea na nani? Amanda. What is happening? What is not happening? Hao watu umewatoa wapi kwanza? Ukifunga gate. Ona sasa vitu umeniletea. Hizi ni nini sasa? Unajua niambie kwanza yeye ni nani? Please babe. Wewe ni nani? Mwanamke akiongea tena mimi nitaua. Hello guys, what's up my good people, it's your boy Binai, welcome to the Binai. Guys, ni siku nyingine njema sana, tunarudishia Mwenyezi Mungu shukran kabla ya chochote. Na hapa guys, tumepatana kwa pamoja. Nimepigiwa simu na Amanda baada ya ile kitu ambayo imefanyika pale kwake. Akaniambia kwamba Binai, ningeweza kupenda tupatane kwa sababu naona mambo yangu haiendi vizuri kabisa. Na akaniambia kwamba tutafutane na Mike. Mike amefika kwa hapa na nimeona ameandamana hapa na mtu ambaye amenieleza kwamba ni mama yake. Tunataka tuzungumze. Amanda ameniambia kwamba kuna vitu zenye haziendi sawa, ndio maana tumekaa hapa, tunataka tusikie. Uko aje Made? Niko salama Binai, ndio. Unaitwa nani tafadhali? Mimi naitwa Winnie, mama Mike. Mama Mike. Yeah. Asante kufika. Uko aje bro? Niko poa. Uko poa? Safi. Uko aje nani Amanda? Niko salama. Uko salama? Yes. Amanda, jana umenipigia simu baada ya kutoka kwako pale. Ukaniambia kwamba unataka upatane na Mike, unataka kuzungumza na yeye. Ndio. Unaweza muelezea kwa hapa labda ni nini ile happen? Alafu kando na hivyo pia ningependa kujua kwa upande wa mama Mike kama anajua kitu ambayo inaendelea imetukalisha hapa, labda mtoto wako alikuelezea? Mimi aliniambia jana alikuja nyumbani akaniambia wamekosana na Amanda. Sasa leo akaniambia nikuje tupatane na Amanda tusikue hizo issues. Yeah. Kwa hivyo Madhe, niulize, unajua Amanda ni nani kwa Mike? Mimi namjua. Lakini hatujaipatana. Yeah. Okay, unamjua aje? Hata niulize tu hivyo. Namjua kama rafiki wa kijana wangu. Rafiki au mpenzi? Mpenzi. Walikuwa wanapanga kuoana lakini bado hawajaoana. Ndio. Yeah. So ni mara ya kwanza kuonana na Amanda? Yeah, ni mara ya kwanza. I think huwa nishaongea na yeye kwa simu lakini hatujapatana. So kuongea kwa simu mnaongea? Yeah. Yeah. Na Mike, ulielezea mzazi wako kabla sijapea Amanda nafasi. Amanda, utaniruhusu kwa hii? Acha kwanza tuweze kusikia upande wa mama na Mike, alafu ndo utamuongelesha vile ulikuwa umesema, si ndio? Yeah, so nani Mike, nikuulize, ulielezea mama yako labda makosa yenye yalifanyika ndio imefanya tukakaa hapa hii meeting? Nilimuelezea kila kitu. Nimwambia venye kulikuwa hadi nikatoka kwa hiyo nyumba. So ndio nikaona vizuri nilete mama yangu akuja asikie hii maneno venye Amanda ameniita, akuja atusikize. Ulimuelezea Made? Mike alikuambia kwamba nini ilifanyika jana? Aliniambia Amanda alimpata kwa nyumba na akamfukuza. Sasa hakuniambia vizuri ni kwa nini alimfukuza. Sasa mimi mwenyewe sasa nikaona juu Amanda amekuwa msaada kwangu, wacha nikasikie. Ndio tusikue hizo issue. Yeah. Mike, naona kama hukuridhisha mama yako kwa makosa nilifanyika jana. Nilimridhisha, nilimwambia tu kila kitu venye kulikuwa. Venye Amanda alinipata kwa nyumba na akaanza kusema ati alikupata kwa nyumba aje? Ulimwambia tu alikupata kwa nyumba ama alikupata kwa nyumba ukiwa namna gani? Nilimwambia tu alinikuta nikiwa tu na msichana mwenye alikuwa anafanya kazi ya nyumba, alikuwa anafanya hapo, akaja akaniuliza mbona au kwa nyumba. Hivyo ndo nilimwambia. Okay, sawa sawa. Sasa Madhe, naona labda ni Mike yako kuelezea mambo yenye yalifanyika jana vizuri. Mimi nilikuwa hapo na mimi ni rafiki ya Amanda. Amanda alinichukua akaniambia akiwa amefika pale ni airport, alinipigia simu last week akaniambia kwamba anarudi Kenya na
huwa anatazama kazi zangu zenye huwa nafanya. Mimi ni mtu wa mtandao, huwa anatazama sana kazi zangu. Akasema Binai, kuna siku natamani tuandamane na wewe kwangu, na natamani sana niende ni surprise mpenzi wangu Mike. Na vile alifika pale mambo haikuwa sawa, na singependa mimi mwenyewe nielezee, labda nimpe nafasi ya kuelezea, akuridhishe, ujue ni nini ilifanyika, ndo mtoto wako akatolewa kwa nyumba, si ndio? Ni sawa. Amanda, unaweza elezea? Ndio naona ni kama Mike akuridhisha mama yake, labda unaweza muelezea nini ilifanyika. Though hatukuwa tumejua kama Mike atakuja na mama yake, ulikuwa unataka kuzungumza na Mike, lakini juu ashakuja na yeye, haina shida, itabidi tu tuzungumze kwa pamoja na tuko tuna heshima kidogo, muongeleshe. Junior anasema ni mtu mnajuana vizuri sana, si ndio? Mama Mike, I'm glad umefika. And whatever your son amekwambia, he lied. Yes, nilimfukuza. But sababu ya kumfukuza si ati nilimpata na mfanyikazi kwa nyumba. Nilimpata na mwanamke anaitwa Kate. Mike, mbona unadanganya mamako? Surely I thought you're a grown ass man. You're going to let your mom. Niliwapata kwanza kwa master bedroom. Na hiyo nyumba ni yangu. Ilikuwa birthday gift. Imagine unapatia kijana wako birthday gift ya nyumba alafu analeta wanawake. You know? Ulikuwa na expect hata babangu akisikia maneno kama haya nitachukuliwa aje? And Mike has the guts. Zata kuomba msamaha after ameenda. Niliomba msamaha. Uliomba msamaha aje? Si nilikwambia ni mfanyikazi wa nyumba huyo. Mfanyikazi na wewe ndio peke yako nilikuwa nimekuacha huko. Si wewe ndio ulikuwa unafanya kila kitu kwa hiyo nyumba? Ningetaka mfanyikazi si ningeandika. Si ndio? Na mbona ukaenda kuambia mama yako ni kuhusu mfanyikazi? And to add on top of that, the kid ako na mimba. Hiyo tu umeficha mamako. The same way ulikuwa unanificha. Na nikikuchukua I thought you're a good guy. Unajua mali nimewatoa mama Mike, si ndio? Nimewatoa from the grass huko chini. Nikawainua. I made an effort mpaka kujenga hiyo nyumba iko hapo, si ndio? Ndio tukioana niseme niko na nyumba wapi? Kwa bwanangu. But the guy mwenyewe asante yake ni Mike, hata shukrani hauna. Lakini kitu imetuleta hapa ni kuomba msamaha na kumaliza hiyo maneno yote yenye ilifanyika. Hiyo ndio nimekuja ndio maana nimekuja na mama yangu ili mwenyewe akuje ndio ufeel hiyo msamaha worth it, the msamaha venye iko. So si ati nimekuja tuanze tena kurudi tena huko nyuma. Makosa ilifanyika na lazima turekebishe kila kitu. Kosa alitibiwa kwa kosa. Sasa mama Mike, umesikia upande wa Mike nani wa Amanda vile alimekuelezea hivyo. Mimi pia nilikuwa pale, nilishuhudia, na si ati tuliwapata wakiwa wanacheza ama wanafanya nini, tuliwapata kitandani wakiwa wanafanya mambo yao. Sasa wewe umeletwa hapa kama mzazi wa nani wa Mike, sijui amekuleta na lengo gani? Wewe mwenyewe utatuelezea kulingana na vile Amanda amezungumza. Mimi mwenyewe hata nimeshtuka. Mike, sikudhania una tabia kama hiyo. Hata sikulea ukue na tabia kama hiyo. Mama. Na sijaisikia juu mimi najua Amanda. Lakini sasa uliniambia ni mama wa kufua. Unakuja unapatikana naye tena kwa master bedroom. Sijakulea hivyo kijana wangu. Kwa nini umeniaibisha? Mama, siwezi kuaibisha. Mama, unajua ni shetani aliingilia kidogo, lakini ilikuwa ni mtu wa nyumba. Lakini mama, shetani aje? Ilikuwa tu bahati mbaya tuseme mama. Sio bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Mwanamke mpaka unapatia mimba, ni bahati mbaya. Mimba hiyo ilikuja siku moja. Na dakika. Na huyu mwanamke anasema ni 1 month old, Hivyo ndio naweza mshukuru? Hapana mama. Hiyo ni tabia mbaya sana Mike. Bali mama. Hata sijakulea hivi, una tabia mbaya sana. Kate ni mwanamke kama mimi na siwezi kubali afanywe hivyo. Mimi mwenyewe unakuja kunidanganya ati umefukuzwa juu ya mfanyikazi. Tabia mbaya. Na sitakubali hiyo tabia kwa nyumba yangu tena. Ndio mama. Kama Kate amekufukuza, jua mahali pia utaenda. Ni Amanda utakuja. Amanda. Lakini mama,
nilipitiliwa tu kidogo, lakini hiyo tunaweza suluhisha mama. Sasa mimi ningependa kuuliza Mama Mike kwa sababu si ukiwafukuza jana kwa nyumba walitoka na huyo mpenzi wake Kate. Yes. Wakielekea sijui mahali walienda. Madhani ningependa kuuliza mlipatana na nini na Mike jana saa ngapi? Ilikuwa kitu kama saa 3 hivi ya usiku. Yeah. Kuna mtu alikuwa na yeye akikuja? Huyo Kate mwenyewe mwenye alipatikana kwa nyumba. Huyo Kate namsikia tu, sijamuona mimi. Alikuja peke yake. Mike alikuja peke yake. Yeah. Okay. So mambo ilikuwa hivyo, na tukiachana na hiyo pia nadhani kuna mambo yenye nani Amanda ametaka kuzungumza pia na Mike. Ametaka tu kujulisha wewe kama mzazi makosa yenye ilifanyika ndio ikasababisha mfukuze kwa nyumba. Na anataka azungumze na Mike pia amuelezee nadhani kuna mambo yenye umetaka kuelezea Mike, si ndio? Yeah. Mike. Jana nikakuuliza gari iko wapi? Ukaniambia umeacha wapi? Car wash. The same car wash. Niliteremka nikaenda kuuliza gari yangu. Wakaniambia ulichukua gari. Yule ambaye alipeleka alichukua, mlipeleka gari yangu. Mimi nikachukua gari. Nani mwingine alipeleka car wash? Mimi si kuchukua gari yote. Mimi naweza kuambia ukweli. Ni waliniambia ni wewe and they never lie. Mbona unataka tena udanganye ulifukuzwa na mfanyikazi? Sasa tena udanganye uko na gari yangu Mike. Mbona unataka kunikasirisha? Mimi sidanganyi, nasema tu ukweli. Hakuna gari nilichukua. Gari unadanganya. Saa hii I came to Kenya, kujenga apartments. My dad anataka kujenga. Title deed ya hiyo shamba siipati. Iko wapi? Mambo ya title deed mimi sijui. Hata sijui hata ulikuwa sijui uliweka wapi. Mimi hizo vitu sijaiangalia kitu yote. My laptop basi kama document huwezi zipata. Laptop yangu ilikuwa hapo. Iko wapi? Yes. Mimi nikitoka kwa nyumba si hata uliniambia nisitoke na viatu. Nilitoka tu hivyo. Na kama gari yenyewe ulipeleka car wash mapema, nitajuaje hizo documents pia ukupeleka mapema? Ama umezificha mahali? Kwani mimi nilijua kuna kitu ita happen ndio nikapeleka hizo vitu mapema. Hakuna mimi kama gari mimi sijui mambo yake, lakini gari nilikwambia car wash mimi hata hakuna kenye. Nilitoka tu hivyo, tulitoka tukatembea, nikaenda mahali ndio nikaenda nyumbani kwenda kuleta mamangu. So kwa hivyo unasema kwamba hizo vitu hujui maliziko? Mimi sijui maliziko. Na gari si tu jana tukiachana hapo kwa nyumba Mike ulisema gari iko car wash, si ndio? Sini kama aliendea sana nigeuzia ama. Alienda anasema kwamba kupata gari na walisema mtu mwenye alileta gari hapo kwa car wash ndiye ameondoka naye. Mimi sielewi sasa. Hiyo ni maneno yao. Juu mimi mambo ya gari hakuna kitu nilichukua kabisa. Mimi nilitoka hapo mkono safi, venye alinifukuza tu hivyo. Nilitoka hivyo. Na kwanza madhara wenye alinionyesha hiyo. Ndio maana ukachukua gari yangu Mercedes C200. Ukapeleka wapi hiyo? Ungetaka gari yenye unaweza enda nayo mali unataka ya kubebe huyo Kate, ungenitisha pesa. Singekosa kutumia. Mimi siwezi nunua gari on my own, si ndio? Kwani mimi siwezi kufanya kazi? Wewe unaona kama mimi siwezi fanya kazi yote. Unajiweka na pesa gani? Unanilea mimi. Mike. Kwani mimi si mwanaume? Mama Mike. This is the issue. Kwani mimi si mwanaume? Hizi documents hazijapotea jana. Yes. Sijakuwa nikikuja Kenya. This is 1 year now, si ndio? Sijakanyanga Kenya. They've been lost. Nikimuitisha nitumie, nione nikiwa huko, hatumi. I don't know mali zilienda. Sasa hii gari pia anaruka. Nitajua aje malizi vitu anapeleka. Gari iko wapi? Wacha mimi nikwambie hivi. Mimi hakuna kitu yako nilichukua na mimi naweza survive on my own. Mamangu hata venye amenilea, mimi ni mtu naweza enda hata mjengo nifanye tu kazi. Si lazima nikuje kudepend kwako. Mike, tafadhali, tulikuja kuomba msamaha. Lakini mama mbona aanze kuniambia ati kama mimi ni mwizi? Mimi ni mwizi. Mimi kutoka umenilea nimekuwa mwizi. Wewe sio mwizi, lakini anasema gari. Anasema gari. Gari umepeleka wapi? Juu mimi kwangu ulikuja kwa miguu. Sasa gari imetoka wapi? Kama nilipanda gari hadi nyumbani kutoka hapa country bus. Alafu anasema nini? Mimi hiyo mambo ya gari mimi sijui ati title deed. Kwani mimi kwa Amanda amenitendea mengi na amenitoa mbali. Lakini sasa hii maneno nasikia documents mara gari. Mama nawe usikubali hiyo maneno. Huyu msichana hakuna haja vile anakusweet talk hapa na unaanza Sio maneno kusweet talk. Wewe mwenyewe unasikia ulipatikana na huyo Kate. Wewe unakuja kunidanganya alafu sasa inasemekana maneno ya gari. Documents pia hazipatikani. Na huyu msichana amekusaidia.
Amekusaidia sana. Na hakuna mtu mwingine alikuwa kwa hiyo nyumba, ni Mike wewe ndio ulikuwa. Sasa hizo vitu ziko wapi bro? Vitu gani? Mimi hakuna kitu nimechukua kwa hiyo nyumba. Mike acha kukataa. And Makumi hata si document moja. Title deed ya shamba ngapi haziko hapo? Mike. Documents hiyo nyumba yenyewe ulipeleka wapi? Nitambia nini babangu? Hiyo title deed ambayo tunasema saa hii ya apartments haiko. Ndio nilikuwa nafaa kuanza. Hizo ni maneno ameanza kucook saa hizi. Hakuna maneno na cook saa hii. Nilikuwa naanza hiyo apartment. Another thing, my dad wanted to build a hospital. Pia hiyo document hiyo shamba mali nafaa nijenge hospitali. Sina. Nitambia nini babangu? Kwani hizo vitu zote zilipotea wakati nilitoka jana? Wakati sikuwa. I've not been around for this 1 year. Nimenota ziko jana. So meaning ulikuwa unazipoteza one by one. Niambie mali hizo documents ziko. Document gani? Mimi kwani mimi ni mwizi? Documents zote plus my car, hand them over back. Mimi hakuna kenye niko nayo. Haya. Mike, nataka kuuliza ni documents gani uko nazo wewe? Hii document niko nayo, mimi hakuna document niko nayo. Mimi document niko nazo ni zangu peke yangu. Lakini nikuulize swali Mike. Nikuulize swali. Hizo documents zilibaki hapo kwa nyumba? Nani Amanda akitoka kirudi UK? Kwani Amanda akitoka kurudi UK aliziacha hapo kwa nyumba? Mimi hata sikuangalia, hata sijui. Mimi hata sasa ndiye ananiambia hizo vitu. Mimi najua nini kuhusu document zake. Sijui ati alikuwa anajenga nyumba, sijui babake. Mimi hizo maneno hata sijui. Document gani? Hujui kwa sai. Mike and everything ni wewe ndo niliachia. Ulikuwa unajua mali nina place everything. Mimi hata kwanza tukikuja hapa mimi nimejua ni msamaha tunakuja tuombe. Sasa umeanza kuleta story nyingine sijui ati ya document sijui nini. Nani amekuita hapa? Nani amefanya hiyo yote ifanyike? Sababu yangu ya kuwaita hapa ni wewe. Unipatie vitu. Sasa imegeuka belong to my dad. Kwani ungeniambia kwa simu? Nakwambia kwa simu aje? Hizo ni vitu nakuja kuniambia hapa sasa hivi. Kwa simu tukiambiana nini? Mike ukianza kuongea hivyo inamaanisha kwamba hauko tayari kusamehewa na Amanda. Sasa kunisamea aje na ananiambia mambo ya document, na mimi nadhani tumekuja kuomba msamaha tu vizuri. Unajua kama hizo vitu unajua tumaliziko ni unampea tu bro. Niulize huyo Kate ulisema umekaa naye hapo 9 months kwa nyumba. Si ndio? Ama inaweza kuwa mambo ya Kate nimekuja aje hapo kwa hii story. Hapana, sasa maadhi unajua yeye Mike alisema kwamba huyo msichana mwenye amepatikana naye kwa nyumba anaitwa Kate. Wamekaa hapo 9 months, ndio? Sasa labda kama yeye ana inaweza kuwa labda ni Kate alichukua kaweka. Si ndio? Hiyo ndio kitu tunajaribu kumaanisha. Na 9 months yote wewe unakaa na msichana kwa nyumba. Na uwezi kuja kuniambia? Mama, kusema ukweli. Vitu zilihappen haraka mama. Sasa mimi hata sikuwa najua. Zilihappen haraka hiyo miezi 9 yote. Unakaa na msichana wenyewe kwa nyumba na unajua nyumba yenyewe sio yako. Ama Kate ndiye alichukua hizo vitu bro. Sasa alitufukuza tukiwa na Kate. Sasa hizo anachukua saa ngapi? Kate hamkuwa na yeye jana peke yake kwa hiyo nyumba? Wakati nilikuwa UK, I used to call him. Ananiambia nini? Stima. Kamera zifanyi juu sijui ya nini. Nikizirekebisha. Namba ziko na shida. Kumbe ni yeye anazima CCTV. Sawa? So meaning hiyo period hapo ndio vitu zilikuwa zinapotea. And sijui mbona sikuwa ninaona vitu kaa hizi zinapotea. And hiyo time kumbe hiyo wakati vitu zinapotea ati CCTV imezimwa ni Kate analetwa. Juu angejificha. Anichukulie video call in other rooms. Not where Kate is. Kama jana ningekupigia, kama singekuchukua Benai. Kama ningempigia video call, Makumi angetoka ache huyu msichana aende mahali pengine ashike simu. Na kama si hivyo, azime hiyo simu nisimpate. Aniambie ni wifi, ni stima, ni nini? Ni wewe na huyo Kate wako mniambie where my documents are. Jusema limefikia, I shouldn't even be negotiating with this guy. Huyu kwanza hata nafaa niweke ndani. Kwanza mambo za CCTV unasema sijui nini. Unajua kuna mahali hata hizo network hazishiki hizo vitu. Hata network hakuna kwa hiyo nyumba. Sisi tukitafuta hiyo nyumba tukijengea hiyo nyumba tuko tunajua hakuna network. Kama hakungekuwa na network tungehama. My dad knows how much I love working online. Anajua vile ninapenda mtandao. Alafu unaniambia nini network? Network ni nini kuniambia hapa sasa hii? Mike nipatie tu vitu zangu. Hiyo tu. Ukishanipea. Nataka kukamilisha tu kitu babangu alinituma huko.
Nikishakamilisha hiyo mimi na wewe tunamalizana. Mimi hata sitaki kusumbua. Kwa hivyo ni babako alikuleta huku, si ati ni mimi ulikuwa unakuja kunisurprise. Babangu ndo alinituma nikuje nimwangalie biashara, and in the process ndo nilikuwa nikuje nikuchukue nikuoe tuende na wewe UK. Sasa ndio ukaamua kupigia watu wakuje ndio wewe maneno yako mimi sielewi. Amanda, mimi nilikuwa naomba tu msamehe, ni shetani tu aliingilia kati. Jua mmekaa naye miaka mingi. Nilikuwa naomba tu msamehe kama mimi mamake. Na nimekujua na leo ndio tumepatana. Naomba tu msamehe, muendelee pamoja. Wewe ni shetani. Ni maadacha nikukatize kidogo, lakini si kwa ubaya. Wewe ni mama mzima na uko na akili zako, unaelewa vizuri sana. Msamaha sio mbaya, msamaha anaweza samehewa, lakini unajua huyo ni Amanda kwa situation yako ni nyingine kubwa sana, kwa sababu vitu nyako nazo zingine za babake zenye unasikia hapa hivi. Umeshaambia babako sasa hizo vitu zimepotea? Sijamwambia bado, nitaanza aje? Sijamwambia. Wewe sasa hizo vitu zitapatikana aje? Na ni Mike alikuwa kijana wangu kama ako nazo aziregeshe. Sasa ni yeye mwenyewe akubali kama ako nazo ama ako nazo bro. Mama, mimi unanijua vizuri, mimi sikuangi muizi. Sikuangi muizi. Sasa mimi naweza iba nini sasa? Kwa Kate. Unaweza iba nini kwa Kate? Kwa Amanda. Kwa Amanda. Amanda namuibia nini? Kwani mimi ni muizi? Mimi umenilea kama muizi. Basi huyo Kate ndiye aliiba. Na inafaa basi Kate si muizi. Sasa tangeiba aje? Unaona alitufukuza tu hivyo. Hakuna hata viatu sikuvaa. Nilitembea mguu tupu hadi mtu mwingine alitusaidia viatu. Sasa mama, mbona ananiekelea hizo vitu zote? Kwanza anaanza kusema ati sasa amekuja na maneno mengine ati ni documents sijui nini. Mbona hakuniambia hizo vitu jana? Sasa ndio anakuja kuniambia. Yaani bro, mimi naona tufanye aje? Juu sasa wewe hujui kama hujui vile hizo vitu zilitoka kwa nyumba na mlikuwa mnaishi na Kate pale wawili, si ndio? Ama kulikuwa na mtu mwingine? Mimi sijui. Si Kate mlikuwa naye hapo ndani? Kwa sababu nimesema umekaa na Kate for 9 months. Kate alituambia ulikaa for 9 months. Sasa kitu tufanye. Sio maneno ati watu tunalete. Mlikuwa mnaishi watu wangapi? Nilikuwa nakaa peke yangu kwa hiyo nyumba. Na huyo Kate alisema mlikuwa mnakaa hapo 9 months. Bro, mbona unaanza kutuchanganya? Huyo alikuja jana. Alikuja jana? Jana na akashika mimba ya miezi 9. Akashika mimba. Mimba alisema ni miezi ngapi? Ni ya mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Hamna, wewe usikubali kuingiliwa hivyo. Tufanye aje? Documents za wenyewe. Document gani? Sasa ningekuwa nazo ningekuwa nishampatia. Kwani mimi nakaa? Kwani siwezi work? Siwezi fanya kazi nijitafutie? So bro, tunaweza kulaumu bure na labda ujiharibie jina bure bro, na labda Kate ndiye amechukua hizi vitu. Wewe kubali tu basi, acha tulete Kate hapa tujue kama yeye ndiye akona hizi vitu. Tunaweza kuharibiwa jina bure na labda sio wewe ulichukua. Na yeye anasema ati anawa. Kuna wakaje? Na unashinda umelalisha mwili siku mzima kwa hiyo nyumba. Ama Kate ndio ulikuwa unatuma kufanyia kazi ya kutumia pesa? Kwani wewe ndio umenilea? Ukinipata kwani singeenda hata mjengo nifanye kazi? Kwani ulinipata nikiwa nikilala nje? Unakumbuka mali nilikutoa? Hata kama nilikuwa naishi kwa nyumba ya mabati, nilikuwa naishi. Sasa hakuna kitu nilikufanyia Mike, si ndio? Hakuna kitu nilikufanyia. Haunanga shukrani. Mike, hakuna kitu utaisema asanti. Si ndio? Nipatie documents zangu. Wewe sasa hata unaanza kunikasirisha. Document nimesema mimi sina document. Kuna document niko nayo. Wacha tufanye hivi. Hakuna kitu niko nayo mimi saa hizi. Wacha tufanye hivi nani? Wewe umesema sijui gari yako imepotea. Gari yako imepotea kwani mimi sasa ndio nimechukua? Mimi mwenyewe umeona nikikuja na gari hapa. Si nilikwambia gari iko car wash. Kama umeenda ukachukua huko vitu, unaanza kutafuta, unaambia mamangu sasa nimechukua. Mimi nani Mike, fanya hivi. Naomba unisaidie namba ya Kate. Nataka tumpigie simu akuje tumuulize kama ni yeye aliweka vitu. Inaweza kuwa labda alitoa mali zilikuwa ka misplaced bro. Tumuulize kama ni yeye aliweka tafadhali. Sawa. Maybe tumpigie simu. Sawa, nisaidie nimpigie simu basi, umwambie akuje hapa. Director utakata, acha tungojane na Kate.